Agosti 3, mwaka 1934, mtumishi wa Mungu alizaa mtumishi wa Shetani. Ni mzee Lote, mhubiri wa Kiprotestant, baba mzazi wa Jonas Malheiro Savimbi. Savimbi aliitwa jemedari wa vita vya msituni na msomi wa kiwango cha PhD. Alitegemewa kupeleka neema Angola, akapeleka noma. Watu wakageuka vitu. Nchi ikawa machinjio na madini yakawa kitoweo cha nchi za magharibi. Maisha nchini Angola kwa kipindi cha miaka 27 yakakosa maana. Badala ya PhD kupeleka ahueni kwa watu, ikapeleka mushkeri kweli kweli. Baba aliponya roho za watu, mtoto akaua roho za watu. Kumbe wakati mwingine mtoto wa nyoka si nyoka, bali anaweza kuwa nyuki wa kung'ata na kuua badala kutengeneza asali. Pamoja na baba yake kuwa mtu wa dini sana, hakujua mlango wa kanisa ulipo tangu utoto wake. Sijui kwa nini watoto wengi wa wachungaji wana tabia za ajabu kweli. Ilikuwa hivi, Savimbi alijaliwa akili nyingi za darasani, halafu akanyimwa akili za nje ya darasa. Yaani maishani akawa wazanga kweli. Alikuwa na PhD katika sayansi ya siasa, alitunukiwa na chuo kikuu cha Lausanne huko Uswisi, ambako viongozi wa Afrika wanaficha pesa halafu wakifa zinaliwa na wazungu. Akili zake ziliwashangaza wengi, hasa ule uwezo wake wa kuzungumza lugha 7 kwa ufasaha kabisa, zikiwemo Kifaransa, Kiingereza, Kireno na Kichina. Alitumia lugha hizo kuombea misaada ya kivita ili akapambane na mkoloni wa Kireno aliyepora rasilimali za Angola. Hayo yalikuwa matumizi mazuri ya akili. Alipata misaada kutoka sehemu mbalimbali duniani na kupambana na mkoloni wa Kireno vilivyo kabisa. Sifa kubwa za bwana huyu ni kumudu masomo na siasa kwa wakati mmoja. Mwaka 1961 alijiunga na kikundi cha Popular Union of Angola, UPA, kilichokuwa chini ya Holden Roberto, yule wakala wa CIA lakini mzaliwa wa Kongo. UPA walimpatia Savimbi waziri wa mambo ya nje. Akili za freedom fighters bwana, wanapeana vyeo hata kabla ya ushindi. Mwaka 1965, kipindi amemaliza PhD yake, Savimbi alikwenda Uchina kwa mafunzo ya kijeshi na kabobea katika vita ya msituni, yani guerrilla war. Huko alikutana na Mao Zedong, aliyewahi kusema kusoma sana vitabu ni hatari. Vitabu vinakula ubongo kweli. Sasa sijui fikra hizi ndo zilimchochea Savimbi kuweka PhD yake pembeni na kuingia msituni, sifahamu. Alivyotoka Uchina, aliachana na lile kundi la UPA na kuanzisha UNITA, yani National Union for the Total Independence of Angola, ya mwaka 1966 na kupambana na mkoloni kivyake. Disemba 25, mwaka 1966, wakati watu wanasherehekea sherehe za Christmas, Dr. Savimbi alifanya pambano la kwanza dhidi ya wakoloni wa Kireno. Angola, vita ikawa shughuli ya kudumu. UNITA inashambulia kutoka msituni, MPLA inashambulia kutoka inakujua yenyewe. Moto ukawaka, wakufa wakafa, wakukimbia wakakimbia, wakubakwa wakabakwa, wakuchinjwa wakachinjwa, na wakupora wakapora. Si unajua palipo na vurugu kuna ulaji bwana. Maisha Angola yakakosa ladha. Novemba 10, mwaka 1975, Kibanga akampiga mkoloni. Taifa la Angola likapata uhuru wake kweli kutoka kwa Wareno. Harakati za kuunda serikali huru ya Angola kati ya vyama vilivyopigania zikaanza. Wareno wakampa Agustino Neto nchi. Mwimbaji wa mashairi akawa rais wa kwanza wa Angola. Savimbi akamaindi kukosa urais. Alijua atapewa yeye. Akaapa kupambana na Neto mpaka achukue nchi. Msomi wa PhD, badala kushirikiana na mzalendo mwenzake kujenga nchi, akarudi msituni kugombana na nchi yake. Huyu hakuwa mzalendo. Nchi kaingia vitani. Sasa hivi sio vita dhidi ya mkoloni na Mswahili, bali ni vita kati ya Mswahili na Mswahili. Hiki ndicho kizungumkuti cha Afrika. Kazi ikawa hivi. Marekani anampelekea silaha za kivita Savimbi ili auwe, yeye achimbe mafuta na shaba. Marekani wakampenda sana Savimbi. Walimuita true hero of our time. Hata Peter Botha, yule mbaguzi wa rangi huko Afrika ya Kusini, aliyesema mtu mweusi ni ishara ya umaskini, laana na mikosi, alimfadhili Savimbi auwe ndugu zake weusi. Na kweli aliua vilivyo sana.
Inasemekana Savimbi akiwa porini alipata kila kitu, mpaka pesa kufanya starehe zote alizotaka yeye na kikosi chake. Kati ya mwaka 1986 mpaka mwaka 1991, UNITA ilipokea msaada wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 250. Misaada yake ya kijeshi na pesa ilikuwa inapitia kwa makaburu Afrika ya Kusini. Neto naye akasema kama ni noma na iwe noma. Akakimbilia Cuba na Urusi kuomba misaada ya kijeshi. Majeshi ya Cuba na Urusi yakashuka Angola na kumpiga Savimbi kipenzi cha Marekani. Hata hivyo hawakufua dafu. Unaambiwa Savimbi alikosa kufa mara 12 na ilisharipotiwa mara 15 kwamba amekufa, lakini baadaye anaibuka tena kama mzimu. Ilifika kipindi watu wakaamini ni ghosti, sio mtu huyu. Mwaka 1990, Savimbi aliponea chupu katika jaribio la kumuua na kukimbilia kutibiwa Marekani. Rais George Bush alimuahidi kumuongezea zana zaidi za kijeshi. Baada ya kupona, alirejea Angola kuendeleza mapambano. Mwaka 1991, vikosi vya Savimbi viliudhibiti mji mkuu wa Angola, Luanda, na kuharibu miundombinu ya maji, umeme, barabara, reli, majumba, viwanda na madaraja. Iliwagharimu dola bilioni 20 za Kimarekani kujenga miundombinu hiyo upya. Taifa likaingia katika deni kubwa pasipo kutarajia. Mwaka huo Umoja wa Soviet ulianguka. Sera za Marekani zikatawala dunia. Savimbi na Rais Jose Eduardo dos Santos wakakalishwa pamoja kumaliza tofauti zao. Mei 30 mwaka 1991, Savimbi alikubali kusaini mkataba wa amani. Ukafanyika uchaguzi wa vyama vingi. Savimbi kupitia UNITA akapata 40% na Jose Eduardo dos Santos kupitia MPLA akapata 49%. Hakuna aliyefikisha 50%. Nelson Mandela, Kofi Annan na Muammar Gaddafi wakashauri Jose Eduardo dos Santos awe rais na Savimbi awe makamu wa rais ili wajenge nchi yao. Savimbi akakataa. Akasema uchaguzi umevurugwa, akajitoa, halafu akarudi msituni tena. Vita ikaanza upya. Watu wengi waliteswa. Vikosi vya Savimbi vilikata watu miguu, mikono na masikio. Kuna kipindi vilivamia basi na kulichoma moto likiwa na abiria 53 ndani yake. Walikufa wote, maskini wa Mungu. Visa vya ubakaji vilishamiri. Njaa kubwa ilitokea kwa sababu waasi hao walichoma mazao ya wakulima. Vilikuwa ni vita vibaya sana kuwahi kutokea kusini mwa Afrika. Savimbi alikuwa na jeuri ya kurudi msituni akijua Marekani itamfadhili. Dos Santos ni rafiki wa Marekani, urafiki wa mafuta na Diamond. Hapo kazi kabaki moja tu, kumuondoa Savimbi ili wachote vya Angola. Kumbuka Angola ni nchi ya pili Afrika kwa kuzalisha mafuta, lakini pia ina 5% ya shaba yote duniani. Kwa kipindi chote cha Cold War, inasemekana 15% tu ya mafuta yote waliotumia Marekani yalitoka Angola. Mpaka mwaka 2017, Luanda ilikuwa ni jiji la kwanza duniani kwa maisha ghali, ikiziacha mbali sana London, Washington na Shanghai, China. Sasa unaelewa ni jinsi gani Angola ilivyotajiri Soviet, migodi yote iliyokuwa chini ya UNITA ilitwaliwa na jeshi la Angola. Savimbi akabaki hana kitu, ni mwanaume suruali tu. Mpaka kufikia mwaka 2000, jeshi la Savimbi lilikuwa hoi bin taban, halina misaada tena. Unaambiwa askari wake walivaa viraka na kutembea peku. Ndege, vifaru na mabasi waliotumia waasi wa UNITA yalikufa kabisa. Ilifika kipindi Savimbi akawa anatumia mtumbwi badala ya ndege kuhama, maana ilikuwa halali sehemu moja mara mbili. Savimbi hana pesa tena, hana silaha, jeshi lake limegawanyika, umri umekwenda sana, anasumbuliwa na presha, kupata dawa za presha nako ni tabu tu. Maji yakamfika shingoni. Mwaka 2001 akaomba mazungumzo na Dos Santos wamalize vita. Dos Santos akamchomolea mbali huko. Akasema hana muda wa kuongea na Savimbi, kwani siku zake zinahesabika. Na kweli, Februari 22 mwaka 2002, Savimbi alifariki dunia kando ya mto Lovwe katika jimbo la Moscow akiwa na miaka 67 na kuzikwa huko kuporini kama mzoga wa mbwa. Alipigwa risasi 15, risasi moja kwenye koromeo, 2 za kichwa na nyingine 12 miguuni, mikononi na kifuani. Aliweza kumudu na kuendeleza mapambano kwa zaidi ya saa 4 kabla kuishiwa damu na kuanguka chini na kufariki dunia.
Tukio la kuuawa kwake bado limeacha maswali mengi mpaka leo. Inakuwaje na aliwezaje kuhimili kuendeleza mapambano hata baada ya kupigwa risasi 15 mwilini mwake? Kibabu cha miaka 67 kilikufa na bunduki mkononi. Vyombo vya habari duniani kote vikaujulisha ulimwengu kuuawa kwa komando wa vita, mbabe wa wababe, mfalme pori na mwanaume aliyesumbua serikali ya Angola kwa zaidi ya miaka 27, akiongoza vita msituni dhidi ya vikosi vya serikali. Kifo chake ndo kilikuwa mwisho wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwaka jana kulikuwa na habari kwamba chama chake cha UNITA kilitaka kuifukua maiti yake kule porini na kuizika kwa heshima sana. Sina uhakika kama hilo lilifanyika. Hadi mauti yake yanamkuta, aliacha wake wengi na watoto wasiokuwa na idadi kwa sababu ya maisha yake ya msituni ya kuhamahama. Agosti 3, mwaka 1934, mtumishi wa Mungu alizaa mtumishi wa Shetani. Ni mzee Lote, mhubiri wa Kiprotestant, baba mzazi wa Jonas Malheiro Savimbi. Savimbi aliitwa jemedari wa vita vya msituni na msomi wa kiwango cha PhD. Alitegemewa kupeleka neema Angola, akapeleka noma. Watu wakageuka vitu. Nchi ikawa machinjio na madini yakawa kitoweo cha nchi za magharibi. Maisha nchini Angola kwa kipindi cha miaka 27 yakakosa maana. Badala ya PhD kupeleka ahueni kwa watu, ikapeleka mushkeri kweli kweli. Baba aliponya roho za watu, mtoto akaua roho za watu. Kumbe wakati mwingine mtoto wa nyoka si nyoka, bali anaweza kuwa nyuki wa kung'ata na kuua badala kutengeneza asali. Pamoja na baba yake kuwa mtu wa dini sana, hakujua mlango wa kanisa ulipo tangu utoto wake. Sijui kwa nini watoto wengi wa wachungaji wana tabia za ajabu kweli kweli. Ilikuwa hivi, Savimbi alijaliwa akili nyingi za darasani, halafu akanyimwa akili za nje ya darasa. Yaani maishani akawa wazanga kweli kweli. Alikuwa na PhD katika sayansi ya siasa, alitunukiwa na chuo kikuu cha Lausanne huko Uswisi, ambako viongozi wa Afrika wanaficha pesa halafu wakifa zinaliwa na wazungu. Akili zake ziliwashangaza wengi, hasa ule uwezo wake wa kuzungumza lugha 7 kwa ufasaha kabisa, zikiwemo Kifaransa, Kiingereza, Kireno na Kichina. Alitumia lugha hizo kuombea misaada ya kivita ili akapambane na mkoloni wa Kireno aliyepora rasilimali za Angola. Hayo yalikuwa matumizi mazuri ya akili. Alipata misaada kutoka sehemu mbalimbali duniani na kupambana na mkoloni wa Kireno vilivyo kabisa. Sifa kubwa za bwana huyu ni kumudu masomo na siasa kwa wakati mmoja. Mwaka 1961 alijiunga na kikundi cha Popular Union of Angola, UPA, kilichokuwa chini ya Holden Roberto, yule wakala wa CIA lakini mzaliwa wa Kongo. UPA walimpatia Savimbi waziri wa mambo ya nje. Akili za freedom fighters bwana, wanapeana vyeo hata kabla ya ushindi. Mwaka 1965, kipindi amemaliza PhD yake, Savimbi alikwenda Uchina kwa mafunzo ya kijeshi na kabobea katika vita msituni, yani guerrilla war. Huko alikutana na Mao Zedong, aliyewahi kusema kusoma sana vitabu ni hatari. Vitabu vinakula ubongo kulikweli. Sasa sijui fikra hizi ndo zilimchochea Savimbi kuweka PhD yake pembeni na kuingia msituni, sifahamu. Alivyotoka Uchina, aliachana na lile kundi la UPA na kuanzisha UNITA, yani National Union for the Total Independence of Angola, ya mwaka 1966 na kupambana na mkoloni kivyake. Disemba 25, mwaka 1966, wakati watu wanasherehekea sherehe za Christmas, Dr. Savimbi alifanya pambano la kwanza dhidi ya wakoloni wa Kireno. Angola, vita ikawa shughuli ya kudumu. UNITA inashambulia kutoka msituni, MPLA inashambulia kutoka inakujua yenyewe. Moto ukawaka, wakufa wakafa, wakukimbia wakakimbia, wakubakwa wakabakwa, wakuchinjwa wakachinjwa, na wakupora wakapora. Si unajua palipo na vurugu kuna ulaji bwana. Maisha Angola yakakosa ladha. Novemba 10, mwaka 1975, Kibanga akampiga mkoloni. Taifa la Angola